Karibu sana kwenye channel. Kama unaangalia video hii, kuna uwezekano mkubwa wewe ni mtu anayependa kufikiri, kujihoji na kutafuta ukweli zaidi ya uso wa mambo. Watu wengi wanafikiri akili ya juu au tunaita intelligence inapimwa kwa alama ya darasani, vyeti ama kuongea sana au kuonekana mwerevu. Lakini psychology inasema akili ya juu mara nyingi haionekani wazi. Leo nitakushirikisha dalili 5 za akili ya juu sana ambazo watu wengi hawazijui na huenda ukajikuta ndani yake bila hata kujua. Usisahau like, subscribe na share, tuanze safari pamoja. Dalili ya kwanza, unakuwa ni mtu ambaye unajihoji sana. Unafanya tunaita self questioning. Watu wenye akili ya juu sana au wenye high intelligence hujiuliza maswali mara kwa mara na hujihoji maamuzi yao wenyewe na hawaridhiki na nimeambiwa tu. Hiyo kitu ni ngumu sana, hawaridhikaji. Psychology inaita hii metacognition, kwa maana kufikiri kuhusu fikra zako mwenyewe. Mtu mwenye akili ndogo mara nyingi anasema najua kila kitu, lakini mtu mwenye akili kubwa husema naweza kuwa nakosea. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kufaulu mtihani, lakini mwenye akili ya juu sana atauliza maswali. Je, nilielewe au nilikariri? Kwa maana atauliza nilielewa au nilikariri? Ningeweza kufanya vizuri zaidi. Kujihoji sio udhaifu, ni ishara ya akili kubwa sana. Dalili ya pili, unafurahia upweke. Tunaita enjoying solitude. Watu wengi wanaogopa kuwa peke yao, lakini psychology inasema watu wenye akili ya juu sana hupata nguvu wakiwa peke yao. Hii haimaanishi wanachukia watu, bali akili yao huwa inahitaji muda wa kutafakari, inahitaji utulivu, inachakata mawazo kwa kina. Utafiti unaonyesha kwamba akili zenye uwezo mkubwa huchoka haraka kwenye mazungumzo ya juu, lakini pia kelele zisizo na maana, lakini pia drama zisizo na mwelekeo. Ndio maana unaweza kuonekana mnyamavu au mchache wa marafiki, lakini ndani yako kuna dunia kubwa ya mawazo. Dalili ya tatu, una huruma kubwa. Tunaita high empathy. Akili ya juu haimaanishi ukatili au kujiona bora. Kinyume chake, watu wenye akili ya juu mara nyingi huwa wanahisi maumivu ya wengine, huelewa hisia hata bila kuambiwa, huumia wanapoona mtu akiumia. Saikolojia inaonyesha uhusiano mkubwa kati ya emotional intelligence na high cognitive intelligence. Kwa mfano, unaweza kuingia chumbani na ukajua mtu ana huzuni bila kuambiwa, na ukahisi tension bila mtu kuongea chochote. Hii ni ishara ya akili inayosoma mazingira kwa kina. Lakini dalili ya 4, unachoka na mazungumzo ya kawaida. Habari za leo? Poa. Vipi mambo? Yapo. Kwa mtu mwenye akili ya juu, mazungumzo haya hayachochei akili yake wala hayaleti msisimko, yanachosha haraka. Badala yake unapenda kuzungumza kuhusu maisha, maamuzi, mafanikio, hofu, maana ya uwepo, lakini pia mwelekeo wa ulimwengu na dunia kwa ujumla. Ndio maana mara nyingi unanyamaza kwenye group. Unapendelea mtu mmoja wa kuongea naye, au unaonekana unajifanya, lakini ukweli ni kwamba akili yako inatafuta depth, sio noise. Dalili ya 5, unajiona haujafanikisha cha kutosha. Hii ni dalili ya kushangaza zaidi. Watu wenye akili ya juu hawaridhiki kirahisi, huona bado wanaweza zaidi na hujiona wako nyuma hata kama wengine wanawaona wako mbele. Saikolojia inaita hii the curse of high standards. Kwa maana ni kama laana ya standard ya juu. Mtu wa kawaida atasema nimefika, lakini mtu mwenye akili ya juu anasema naweza kufanya zaidi.
Hii inaweza kukuumiza kisaikolojia, lakini pia ndio chanzo cha ukuaji, ubunifu na mafanikio ya muda mrefu sana. Kama umejiona kwenye dalili hata moja au mbili, huenda una akili ya juu kuliko wewe mwenyewe unavyodhani. Lakini kumbuka, akili ya juu bila nidhamu, mwelekeo na maamuzi sahihi inaweza kubaki kama mzigo badala ya baraka. Swali muhimu ni kwamba unaitumiaje akili yako? Kama video hii imekufungua macho kwa namna moja ama nyingine, basi usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment ili tuendelee kuwa pamoja katika safari ya kujifunza